Mimi ni Askofu Mkuu Anthony Muheria, Jimbo Kuu la Nyeri. Twajua kwamba kama unyenyekevu ndio kifunguo cha maisha ya kiroho, kujinyenyekeza mbele ya Mungu, mbele ya binadamu wenzetu na hata katika maisha. Pia kiburi, kujivuna, hiyo ndio mwanzo wa kubomoa maisha ya kiroho. Yule ambaye anawachilia mtindo na uzoefu wa kiburi, kupiga kifua, mwishowe anatoa maisha yote ya kiroho inabomolewa. Hana mahala katika roho na moyo mtakatifu wa Yesu. Hana mahala katika maisha ya kiroho kamwe. Hakuna uhusiano na Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Haya ndio mafundisho, kwani unyenyekevu ndio mwanzo wa ujenzi. Katika maisha ya kiroho yapaswa tuchimbe chini, tujinyenyekeze, tutoke katika viti vya vyeo, vya madaraka, vya kujiona kwamba wewe mtu wa maana, na kujinyenyekeza mbele ya Mungu kusema mimi yangu nimepewa yote. Ni Mungu aliyenibarikia. Hata kuona kwangu, kusikia kwangu, kuishi kwangu, akili yangu yote na kila nguvu na vipawa amenipa. Hizo ni Mungu aliyenipa, na hata naweza amua atazichukua wakati wowote. Unyenyekevu mwanzo wa maisha ya kiroho. Tukisoma katika Biblia ni Mathayo 23 kutoka mstari wa 12. Yeyote anayejikuza, anayejiinua atashushwa, na yeyote anayejinyenyekeza atainuliwa. Lakini ole wenu, walimu wa sheria na Wafarisayo, ninyi wanafiki, kwa maana mnafungia watu milango ya ufalme wa mbinguni. Ninyi wenyewe hamuingii humo, wala hamruhusu wale ambao wangependa kuingia waingie. Ole wenu, walimu wa sheria na Wafarisayo, ninyi wanafiki, mnadhulumu nyumba za wajane, na kwa kujionyesha kuwa wema mnasali sala ndefu. Kwa hiyo adhabu yenu itakuwa kubwa zaidi. Ole wenu, walimu wa sheria na Wafarisayo, ninyi wanafiki, mnasafiri baharani na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja awe mfuasi wa dini yenu, lakini baada ya kumpata mnamfanya astahili kwenda jehena mara 2 zaidi yenu. Ole wenu, viongozi vipofu, ninyi mnasema mtu akiapa kwa hekalu, kiapo hicho si kitu, lakini mtu akiapa na dhahabu iliyo hekaluni, tambidi atimize kiapo hicho. Nyinyi vipofu wajinga, ni kipi kilicho bora zaidi, ile dhahabu au ni hekalu ambayo ndilo linafanya dhahabu hiyo kuwa takatifu? Wakenya wa Kristo na watu wa nia njema, tukisherekea sikukuu ya Mtakatifu Petero na Paulo, tunaona jinsi walipatiana ushuhuda kamili, ushuhuda hadi kifo. Wale walikuwa na ujasiri mkubwa, hawakumkana Mungu katika mwisho wa maisha yao. Sisi kama Wakenya, sisi kama Wakristo, kinachotukula kwanza ni ugaidi wa roho. Tumekuwa watu wa roho ngumu. Tumekuwa watu ambao wanasema ni Wakristo lakini sio Wakristo kamwe. Ukisikiza
maneno tunayotamka sisi ya chuki, ya ujinga, toka mdogo hadi kiongozi. Mambo ambayo tunatetea, tunazungumza, tunarusha hapa na pale ni ile yaitwa kwa Kiingereza sophisms. Ni masababu isiyo na masababu, bila kuangalia yale makuu na mazito. Ni kwamba tunatoroka kutoka Mungu, tunataka tusijione, hatutaki kuangalia kioo, hatutaki kuangalia dhamiri, tumekataa. Tungelipenda kuonyesha wengine vile tulivyo na nguvu. Ugaidi unaotoka kwa kiburi, kwa kujivuna, kwa kujiweka nguvu ambazo sizo zetu. Wapendwa, kesho sijui mimi kama nitakuwa hai. Hata wewe hujui utakuwa hai ama hutakuwa hai. Tusiongee kama ni watu ambao tumeamua maisha ni sisi tu, kwamba ni sisi wenye maisha yetu, ni sisi tunatawala kila kitu kama Mungu, ni sisi miungu. Kama wale tu Wayahudi walipokuwa Misri wakaanza miungu yao, sisi tumeweka miungu ya mimi. Mungu wa mimi, Mungu ya nguvu zangu, Mungu ya nitamuonyesha, Mungu wa nitajilipisha kisasi. Hapo ndipo tunapotea. Huo ndio ugaidi. Roho ngumu, isiyo na msamaha, isiyo na huruma, isiyo sikia. Mungu tuepushe kwa hii roho ambayo imetuingia sote, toka mkubwa hadi mdogo, lakini sana imewangia viongozi wetu. Na siwezi sema ati ni wachache viongozi, ni wale wengi ambao wameingiwa na ugaidi. Ndio maana wanapitisha sheria bila fikira. Hiyo sheria itasaidia nani? Hiyo sheria itamnyanyasa nani? Wanapitisha tu kwa sababu tumbo yangu imejaa, mimi ndiye nikia na nguvu. Ndio maana wakija huku wanatuonyesha manguvu zao, wakitusukuma kutoka kwa barabara, wakitutupa upande, wakisipoangalia mjane. Na sisi hata viongozi wa kanisa na wengineo katika cheo na vyeo tumepewa ugaidi wa kuonyesha ni mimi ni nani. Ya pili, tumejawa na huu unafiki ambao tunajionyesha uso usio wetu. Kama yule juzi niliona katika mtandao, mama moja mzee miaka 75 akapakwa uso, akawekwa urembo, akawekwa vitu zinaitwa maski, na mwishowe ukimwangalia unaona ni kama amekuwa dada wa miaka 30. Ole wa huyo mama ambaye uzee wake anataka utoroke ili aonyeshe watu ni kijana, ana miaka chache. Ni uongo wa uso, sura yake ni uongo. Sisi tunajifanya. Ile imetukula kwa Kenya ni kujifanya, majifanyo. Sisi tunajifanya sisi wacha Mungu, tunajifanya tuajua Biblia, tunajifanya tunasoma, tunaenda kanisani, tunapiga magoti, tunajifanya ni Mungu tunatolea. Lakini ole wetu kwa sababu tunatafuta sifa zetu zenyewe ili tusifiwe kama Mungu, kama miungu ndogo. Na mimi labda hiyo sifa ndio natafuta. Labda wewe kiongozi kanisani unaitafuta. Labda wewe baba, wewe msichana katika mtandao, wewe kijana, ati ujulikane uwe mwenye sifa. Hata wengine ndio wanaenda huko kupata ati wajue wawe heroes. Jameni, hiyo kiburi ndio inatumaliza. Tujinyenyekeze. Mtakatifu Petro, Mtakatifu Paulo walitoa maisha yao, wakawawa kwa ajili ya imani, lakini waliwawa bila kelele, waliwawa bila kujisifu. Wakristo wenzangu, tujaribu kufuatia njia hii ya Ukristo halisi. Tuwe watu wa neno ndio na la. Tuwe watu waliojulikana kwa matendo yao masafi na sio
kwa kujivuna na kujifanya. Mwenyezi Mungu atubariki. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.